Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hakika miongoni mwa ishara za kiyama kutafanyika mapinduzi ya kielimu. Ilizoeleka, elimu inasomwa kwa watu wazima, watu wazee ambao wana ndevu zao, lakini mtume anasema mfumo utabadilika. Mtume anasema nini katika Sahihi Al-Jami ya Sheikh Albani, hadithi nambari 2207? Mtume anasemaje? Hakika miongoni mwa ishara za kiyama ni elimu itatafutwa kwa wadogo. Elimu itapatikana kwa wadogo. Wanazuoni wafasiri za hadithi wanafasiri hadithi hii kwamba wadogo hao inakusudia kipindi kama hicho cha kuelekea kiyama, elimu itatafutwa kwa vijana wadogo wadogo, ndio watakokuwa na elimu ya wakati huo, kwa sababu wazee watakuwa hawana tena ule uwezo wa kudadisi vitu kwa zama hizo. Zama hizo za mwisho ndo hizi ambazo mimi na wewe leo tupo. Ndizo zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizungumza hapa. Zama hizi vijana wadogo wa Kiislamu ndo tunadhima mbele ya Allah, kwa sababu zama hizi ndo zinaturuhusu sisi kuweza kutafiti vitu. Leo katika ulimwengu wa digitalization huu ambao tuko nao, wapo wazee hapa ukapelekea kumuuliza shekhe, ni shekhe ndio mzee mzima na elimu kubwa, mpelekee muulize nini maana ya AI, nini kuhusu geopolitics, nini kuhusu kadhaa, haelewi. Sio kwa sababu ni hana elimu, la, kuna vitu zama hizi vijana wana uwezo na urahisi zaidi ya kuvifikia kuliko wazee wetu. Kuna limit. Wazee wetu wamekuwa miaka mingi sana hawajatumia hizo teknolojia maybe za smartphone na kadhalika, lakini vijana wa leo mna fursa, mnapita pita mitandaoni, mnaona vitu, mnapita huku mna habari za mataifa na kadhalika, vitu vingi sana mnavyo kichwani. Vijana wa Kiislamu wana dhima hii. Leo vijana wanaotoka na kuja kufikisha ujumbe wanabezwa, wanadharauliwa, wanaonekana hawa sio, na wengine wanachukuliwa maskini wanakwenda kufanywa masharifu, na wengine wanapuuzwa, wanatukanwa. Ipo kisa mmoja maarufu sana iliwahi kutokea wakati wa Mtume, baada ya Mtume kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, huyu alikuwa ni mdogo sana wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam